Mwambie move beyond challenges. Nenda juu ya changamoto. Nenda juu ya changamoto. Ninataka kupeleka mtu sahizi juu ya changamoto yake. Kuna mtu ambaye anataka kwenda juu ya changamoto yake. Kuna mtu ambaye Bwana anataka kupandisha kwa ngazi ingine. Natangaza leo changamoto yako haitapata nafasi tena. Mnaona rafiki yangu Ndangote akinisalimu hapo Evans, na nielezea kakitu kabaraka sana. Dada yake akapangiwa operation. Dada yake mkubwa akapangiwa operation, alafu akawa amekuja Nairobi kuchukua date ya kuwa operated. Na alipokuja Nairobi akaambia Evans, last time niliomba na pastor wako, Mungu alinitendea. Ninataka kumuona. Nikiwa niko at River, akapiga simu akaniambia, pastor, niko around ya church na sitarudi nyumbani. Anatoka Ukambani. Sitarudi nyumbani mpaka nikuone. Nikazoom, nikaja tukakutana. Aliponielezea siku ambayo amepewa ya operation, nikamwambia tuombe Mungu, alafu tuone ripoti ya nani tutaamini. Na Evans ananiambia alipofika daktari wakamwambia hakuna haja. Hiyo makofi inakaa ni kama wewe ndio unaponyaga watu. Hiyo makofi inakaa ni kama wewe ndiye mponyi. Sasa unakipea. Inua mikono yako juu ya kichwa chako, patia Bwana makofi, na tunapomshangilia chembe zote za magonjwa ndani ya mwili wake na wako zipotee kabisa na zisiwahi kutajwa tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Numbers 23. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Numbers 23 and verse 23. Numbers 23, Hesabu 23 na mstari wa 23. Ikiwa umepata sema amen. Na kungojea tusome pamoja. 1, 2, 3, go. For there is no sorcery against Jacob, nor any divination against Israel. It is now must be free of Jacob and of Israel. Oh, what God has done. For there is no sorcery against Jacob, nor any divination against Israel. It now must be said of Jacob and of Israel, oh, see what God has done. Amen. Father, in the next few minutes, reveal your word to us and change our lives in Jesus' name. Amen. We may have our seat. Moving beyond challenges is our topic today. Kwenda juu ya changamoto ndio somo yetu ya leo. Watoto wa Mungu, nataka uelewe kitu moja. Aliyetuumba ni Mungu ambaye hajawahi kunja goti mbele ya changamoto. Haleluya. Ni Mungu ambaye hajawahi sema hii ni ngumu. Ni Mungu ambaye wakati alikuwa msalabani wanatarajia kusema atasema amekwisha, akasema imekwisha. Kwa sababu yeye na changamoto hawajawahi shindana. Ni Mungu ambaye uangalia changamoto kama njia moja ya yeye kutukuka. Na huyo Mungu ndiye Mungu wako. Nasema huyo Mungu ndiye Mungu wako. Amen. Alipokuumba alisema anakuumba kwa mfano wake. Kwa hivyo matarajio yake ni kwamba uwe kama yeye. Unapokutana na changamoto
yoyote ya maisha uiangalie kama njia ya kuinuliwa ngazi ingine. Kama unanisikia sema haleluya. Na katika umungu wake siku moja akafungua macho yake, akaona dunia imekuwa giza bila form, na imekuwa aina manake void, formless and empty, call it whatever you will call it, and dark. Na alipoiangalia hakuanza kusema Kai, ni nini imenifanyikia? Mbona nilikuwa nimeumba hii kitu vizuri, tena nini imeiharibu? Hakuanza kutia mikono kwa kichwa na kuanza kutetemeka. Hakuanza kuogopa na kujiuliza what is happening. Biblia inasema akaangalia sio changamoto, lakini akaangalia suluhisho ya changamoto. Haleluya. Akasema na iwe nuru, na nuru ikawa. Kwa sababu giza ilikuwa ni changamoto, na Mungu huwa hakunji goti lake kwa changamoto. Natangazia mtu hapa leo, Mungu tunayemtumikia ataachilia nuru kila mahali kuliko giza kwa maisha yako. Nuru itaachiliwa na giza itaondoka. Kila changamoto yoyote ulio nayo, na kutangazia leo utaenda juu yake. Nasema leo utaenda juu yake. Matarajio ya Mungu ni kwamba imani yetu kwake itupeleke zaidi ya mipaka iliyowekwa mbele yetu. Matarajio ya Mungu ni kwamba imani yetu kwake itufanye tuone mema hata zaidi ya mabaya yanayoendelea. Matarajio ya Mungu ni kwamba wanapoona kifo ndani yake tuone uzima. Wakati adui zetu wanaposema mkamateni maana nguvu zimeisha, Bwana anataka tuone tena kuendelea. Biblia yangu inaniambia ya kwamba akuangalia changamoto, lakini akaangalia suluhisho. Wengi wetu tumeshindwa kwa sababu tunapiga sana macho yetu kwa changamoto, lakini sio kwa suluhisho. Hatutaki kujua tunasuluhisha magumu yetu namna gani. Mungu ana uwezo ya kumaliza shida zetu. Tunataka kuangalia ukuu wa shida zetu. Lakini leo nataka kukuambia mtoto wa Mungu, ikiwa macho yako yatatoka kwa magumu yako na yaangalie Mungu wa suluhisho yako, basi magumu yako yatasuluhishwa. Biblia inaniambia siku moja Daudi akafukuzwa na mtoto wake anaitwa Absalomu. Na katika kukimbia ya Daudi akafika mahali, katika kukimbia akaanguka kwa magoti yake na akaishiwa nguvu na akaanza kulia. Na Daudi, watafiti wa Biblia wanasema mahali alikuwa akililia, machozi yake yakaanza kutiririka kama mifereji ya maji. Akalia sana. Kuchungu ya Daudi ni kwamba mtoto niliyemzaa ndiye amenikimbiza, ni yeye anataka kunimaliza. Ni vile vile mtu ambaye yuko hapa, shida sio changamoto, lakini shida ni kwamba uliowaamini ndio wamekuletea changamoto, na wale uliowatarajia kusimama na wewe ndio wamekupiga vita. Moyo unauma sana. Lakini Daudi katika kuwa kwenye magoti hapo, Biblia inaniambia kwa kitabu cha Zaburi 79 ya kwamba akalia akasema, usiniache Mungu. Huo ni mstari wa 9. Usiniache Mungu wakati wa uzee wangu, wakati adui zangu wanaposema mkamateni maana nguvu zimemwishia. Na Biblia inasema Daudi alipoomba hayo maombi, na wana wake, mtoto wake anaitwa Absalomu anamfuata, maombi yale yakafanya Absalomu nywele zake zimeshika juu ya mti, na farasi ikamwachilia, akahanga huko, na urembo wake na kila kitu chake, akakufa bila kugusa udongo. Ninakuja kutangazia mtu, kuna Mungu awezaye kumaliza changamoto zako bila wewe kupigana nazo. Kuna Mungu ambaye awezaye kukubeba juu ya changamoto zako. Kama unaamini sema, huyo ndiye Mungu wangu.
Na amenituma nikuje nikuambie mtoto wa Mungu leo, acha kuangalia changamoto. Acha kujiuliza ni nani ameniongea tena, ni nani amesema tena, ni nani ameongea na wamesema nini, waliponiona walisema nini, nilipopita waliniangalia namna gani. Kukuangalia watu watakuangalia, kusema watu watasema, kukuteta watu watateta. Ya maana ni kusahau wanaoongea, ni kuangalia ni nini Bwana amekuumbia. Na unapotembea jua kuna watu wanaongea. Nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja, nikamwambia hakuna siku tutaua shetani. Hii mahubiri tuko tunahubiria watu, shetani tunakuua. Hata Mungu mwenyewe hajawahi muua shetani, hakuna siku utamuua. Biblia inasema kitu moja tu atafanyiwa shetani siku moja, ni kwamba atafungwa yeye na wafanyakazi wake. Kumuua hatutamuua, lakini nini tutafanya? Biblia inasema kwa kitabu cha Isaya, wakati adui anakuja kama gharika, Roho Mtakatifu anaondoa mipaka. When the enemy comes like a flood, the Spirit raises the standards. Ninakuja kutangazia mtu, shetani hata kufa, lakini standards zako zitainuliwa leo. Nasema shetani hata kufa, lakini standards zako zitainuliwa leo. Magumu yako hayatapelekwa mahali, ni wewe utainua ngazi zako. Nasema ni wewe utainua ngazi zako. Wale wakukuteta watabaki hapo tu, wale wakukuongea watabaki hapo tu. Lakini kitu moja unifurahisha ni kwamba tulipokuwa watoto, kuna vitu walikuwa wakituambia kwa nyumba tunalia, leo wakivisema tunacheka. Utofauti ni nini? Ni kwa sababu hizo vitu hawajabadilisha kuviongea vile wanaviongea, lakini umri wetu hauturuhusu tena kulia. When I was a child, nilikuwa na shida. Mimi meno ilitokaga nikakataa kuota haraka. Sasa walikuwa wanafanya tu, tukitaka kula hivi tukiwa watoto, unaona wenzetu, unajua kuna sijui kwenu ninyi mlikuwa napo ule mtu mnoti. Kila familia inakuwa na mtu mmoja tu mwenye mnoti sana, anafanyaga tu vituko kwa nyumba, anafanyaga vitu vya maajabu. Nilikuwa na dada yangu mkubwa, anaweza kukuchokoza na watu wote hawatajua anakuchokoza. Unalia, alafu mzazi akiuliza wewe unalilia nini, unasema si huyu ananichokoza. Wanasema hatujaona akikuchokoza, wewe uko mjinga wewe. Lakini anakufanyia tu, unaona, anakuangalia, ukimwangalia na sasa mimi walikuwa wanazoea kunifanya hivi. Taiga eti sina meno hapa, niko tu na hii na hii, na ukifanya hivi ninalia. Nikilia mzana anauliza, akili yako iko wapi? Unalilia nini? Naambia wao wananichokoza. Ananiambia kwenda huko, sijaona mtu akikuchokoza. Inauma. Meno ikakataa kuota, lakini miaka ikasonga. Nikafika mahali sina tena machozi ya utoto. Wakifanya hivi na mimi nafanya hivi. Wakagundua hiyo tena sio njia ya kumchokoza. Do you know why Satan is on your neck? Because he knows that whatever he does frustrates you. Shetani iko kwa kichwa chako kwa sababu anajua akitembea tena utakuwa frustrated. The day you will wake up, anatembea na ni wewe. Peter. He will know that you have matured beyond that challenge. And that challenge will never come again. Natangaza mbingu ziinue standard zako za kiroho zaidi ya changamoto yako. Mbingu zikuqualify zaidi ya changamoto ambayo uko nayo. Kama unanisikia sema haleluya. Kila mmoja wetu kwa maisha hawezi kuishi bila changamoto. Tunakutana changamoto tofauti. Kama vile unakaa hapo una changamoto yako, mimi nina yangu. Nina changamoto za kiuchungaji, wewe una changamoto za kikazi, wengine wana changamoto za kifamilia, wengine wana changamoto za kiurafiki, wengine wana changamoto za shule, na kila mmoja kuna changamoto yake. Lakini nimekuja kukutangazia, mbingu inatutarajia sisi tupandishe standard zetu juu ya changamoto zetu. Tuondoe akili zetu kwa kuangalia changamoto, tuangalie Mungu wa suluhisho. Kama unamsikia sema haleluya. Kama unamsikia sema haleluya.
Wakati ambapo utatoa macho kwa changamoto, ukaweka macho yako kwa suluhisho, Mungu atafanya changamoto yako izaraulike. Biblia inaniambia wazi ya kwamba wakati Bwana aliwatoa wana wa Israeli katika utumwa, walikuwa ni kama wenye kuota ndoto. Kwa nini walikuwa ni kama wenye kuota ndoto? Hawakuamini ya kwamba wanaweza kutoka katika utumwa. Na wewe leo ninataka tujue kitu moja. Utakapoamini una nguvu zaidi ya changamoto yako itapiga goti. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu anaitwa Martin Luther King. Siku moja alikuwa anakaa kwa ofisi yake. Na akiwa anakaa kwa ofisi yake, akasikia kitu inagonga. Alipogeuka, akaona Satan ameincarnate into something ya kumshtua kwa ofisi. Alipotokezea hivi akageuka, akaona kinasimama tu hapa karibu yake. Alikuwa anaandika kitu very important. Akaangalia, akamuuliza, ulikuja kufanya nini? Wewe maliza kile ulikuja kufanya haraka, niko busy. Ukimaliza uondoke. Na akaendelea kuandika. Anasema akasikia tu na kikaondoka, kikaenda. Akaendelea kuandika. Alipomaliza kuandika akasema ameshaenda, asante Mungu, tuendelee na maisha. Nikajiuliza, ni nini ilifanya shetani aondoke hapo? Kilichomfanya aondoke ni kwa sababu aligundua ya kwamba nilitaka kushtua mtu ambaye ameshashtuka. Halo? Wewe huyo mwenye upo naona si shetani. Kwa sababu shetani haiko omnipotent, haiko omnipresent, haiko omniscient. Halo? Iko kuzimu, na huko mahali huko haiko kila mahali. Naweza kukuhakikishia leo haiko hapa. Lakini wewe kila kitu ya maisha yako unaona shetani. Tena nimeona shetani mkubwa kwa mambo yangu. Kwani wewe unafikiria wewe ni nani ndio shetani? Aachane na wale wenye uko na deal nao kujie. Pepo yenye nakusumbuaga hata ni shilingi 10. Lakini imeishajifanya nao shetani kwako. Na ikitokezea hivi unaona huyu ndiye shetani. Leo nimekuja kukutangazia, utakapojaribu kuzarau changamoto ambayo uko nayo, utagundua kumbe sio changamoto. Kumbe ni njia ya Mungu kukujulisha nguvu zako ni zaidi ya changamoto yako. Alo, shida ni kwamba umejaa uoga. Hata panya ikipita kwa mabati usiku, unafanya fasting ya 3 days. Ninafunga tena ninafunga, ninakufunga na ninakuangusha, ninakuangusha tena na kufumbua shetani, na kubomoa mahali uliko tena na kuangusha huko. Jamani, hiyo ni panya. Osha nyumba. Utafunga siku ngapi? Na niliwaambia hivi watoto wa Mungu, maombi inayoletwa na uoga hainaga jibu. Maombi inayoletwa na imani ndio iko na jibu. Sasa imani gani unapigana naona panya? Nimeisikia hiyo sio panya ya kawaida. Imepita. Sasa unataka ipite namna gani? Wewe acha uoga, mtoto wa Mungu, inua imani yako zaidi ya changamoto yako. Changamoto unayo ni ndogo, ni moyo wako tu unahitaji kuinua zaidi ya changamoto. Aunti yangu mmoja akanikuta akaniambia, "Actually, wewe kila siku unatoka Nairobi na huwa uniletei kitu, nitakulaani." Nikamwambia, "Hey! Mimi kai. Usingoje hata ukienda mbali, anza hapo. Utanilaani wewe. Eti mimi ni shangazi yako, nitakulaangambia, hey. Wewe unahitaji baraka kutoka kwangu. Wewe huwezi kunilaani." Akaenda akaambia baba, "Si unaona action? Ameisha kwa mkosa adabu. Nimemwambia nitamlaani, ananiambia nimlaani." Baba akamwambia, "Unamchokozea nini? Kwanza atakwambia vibaya." Lakini wewe ukiondoka hapo, ukisikia kichwa inauma, kweli anti Mungu tu akusaidie unaone. Kwa sababu ninaona hiyo laana yako imeanza kazi.
Na unaanza tu kutembea na wasiwasi. Kila kwenye unaenda ni kama nimelaaniwa. Ni kama nani amekudanganya mtoto wa Mungu? Biblia inasema mahali tumesoma juu hapa ya kwamba hakuna awezaye kumlaani yule Mungu amembariki. Hiyo ndio neno la Mungu. Hakuna lingine zaidi ya neno la Mungu. Nikikufunza kuhusu kuvunja laana, haijamaanisha unabeba laana. Inamaanisha ninakufunza jinsi ya kusaidia waliolaaniwa kuvunja laana zao. Wewe umebarikiwa. Nasema wewe umebarikiwa. Nasema wewe umebarikiwa. Nasema wewe umebarikiwa. Jikuze useme nimebarikiwa. Patia Bwana makofi mazuri kama unabarikiwa. Mtoto wa Mungu, kuna aina ya ine watu ambao wanaweza kulaani mtu. Biblia inasema Mungu akaambia Abrahamu, atakaye kulaani nitamlaani. Kwa hivyo Mungu anaweza kulaani. Biblia inasema wazi ya kwamba wakaenda kuleta Balaamu ili kwamba aje alaani Israeli. Kwa hivyo agent wa shetani wanaweza kulaani. Wachawi, shetani na watu wake wanaweza kulaani. Ya tatu, mzazi wa mtu anaweza kulaani. Na ya ine, mtu mwenyewe anaweza kulaani. Kwa sababu wengi hawana laana ya hizo tatu. Wengi wana laana zao wenyewe. Kila siku wanajilaani. Unapoamka asubuhi unajiangalia hivi, unasema kweli nimeona hii ngozi vile imeanza kuwa ngumu, hii ndio itaniuaka. Laana peke yako, wewe ndiye mrogi wa kwanza. Mchawi, witch doctor wa maisha yako. Ukiamka unasikia mkongo, nasikia kama siku moja itakuja kuachana hii. Mchawi mkubwa. Na ukitembea wakati mgongo inaachana unasema I am under attack. Under attack. You are in the attack. Hello? No one is attacking you. You are attacking yourself. Hello? Watoto wa Mungu, leo Mungu anataka nikuambie, toa akili zako kwa kuangalia vitu vinavyokusumbua, uvipeleke kwa kuangalia vitu unavyofaa kuvipata kutoka kwa Mungu. Kuna ngazi Mungu anataka kukupeleka, na hizo ngazi zinahitaji akili zako zibadilishwe kabisa. Na ninaomba leo Mungu abadilishe akili zako. Kila maombi yako ni mapepo tu. Ninafunga shetani, tena nimemuona shetani amekimbia, nimemwangusha shetani. Ulimuona wapi? Ukifunga tu macho hivi pale ulale, nimesikia tena kuna kitu Bwana ananiambia, tena kutakuwa na ataka. Kutakuwa na ataka wapi? Hakutakuwa na ataka. Ataki iko kwa kichwa yako. Na ndio maana unakutana watu wengi wamefurahia unabii wa intimidation. Ndugu yangu, utakufa. Na utakapokufa, Mungu anahitaji wewe. Uliponiona nikikufa ulikuwa wapi? Utaishi. Can I talk to somebody here? Ili mambo ambayo tuko tunadanganya nayo maisha yetu kila siku. Ninasikia ni kama ninaanza kuchoka, nasikia ni kama akili zangu zimefika mwisho. Hazijafika mwisho, ni wewe tu mwenyewe umeziruhusu. Ukiangalia Mungu aletaye nguvu, atafanya akili zako zitumike zaidi ya vile unavyofikiria. Biblia inanituma leo nikuje nikuambie uende zaidi ya changamoto yako. Niliwaambia kuna watu ambao wako saizi mtaa yenyewe wanakaa, sio kwa sababu wanafaa kukaa hapo, wamehama. Wamekuwa wakichumbuliwa na wachawi mahali walikuwa wanaishi, wakahama huko wakahamia kwenye wako. Sikiza nikuulize, walikwambia kuna mtaa yenye haina mchawi? Kutoka leo hautahama tena kwa sababu umesumbuliwa na wachawi. Kutoka leo wachawi wote watahama ama waokoke kwa sababu uko katika huo mtaa. Sikia imani yake. Amen. Kaimene kauoga. Nasema wachawi wote watahama kwa sababu uko katika huo mtaa. Amen. Warogi wote watafunga kazi kwa sababu uko katika huo mtaa. Amen. Nguvu zote za giza zitapoteza mamlaka kwa sababu wewe uko katika huo mtaa. Kwa sababu
Biblia imesema mahali tumesema hakuna uchawi juu ya Yakobo wala hakuna ushirikina juu ya Israeli. Uchawi ni nini? Uchawi ni ulimi. Ulimi unaowekwa nguvu fulani za kigiza ili kwamba utakapoongea maneno yale yapate huyo mtu. Hiyo ndiyo uchawi. Unasikia watu wanakuambia tunatafuta uchawi tuichome. Hiyo yote iko component, lakini kenye kinafanya kazi ya uchawi ni ulimi. Hello? Ushirikina ni nini? Divination ni nini? Divination ni wakati mtu anajifanya kama nabii, amepewa nguvu za giza ambazo zinamfanya kukaa kama nabii, lakini macho yake yanaona nyota za watu jinsi ya kuziharibu. Alafu wanakuambia fanya mikono hivi. Unasikia mahali mnaingia kwa mkutano mara moja, unasikia kila mtu inua mikono hivi. Mnainua mikono hivi. Kumbe kazi yao katika roho ya divination wanasoma nyota za watu kupitia mikono. Sasa mnapoinua mikono, macho yake inazunguka na katika nguvu za giza anasoma vitu fulani vya maisha yako ambavyo anaweza kukuambia. Unasikia your name is Axon baba, Axon. Because yeye katika roho yake ya giza ameona tu hapo na wewe unamalizia Axon baba, Axon. Go deeper papa, go deeper. Go deeper where? To the pit of hell. Naona unavaa kiatu namba 45 baba, 45. Sasa nakuuliza mtoto wa Mungu, kiatu yangu inafanya nini kiroho? Ukiniambia namba yako ya simu ni 0724 1151 03 baba, 03. Okay, inaniongezea mimi kiroho. Inanifanya niwe mimi. Natangaza kila mshirikina ambaye ametumwa na mission kuja kuweka ushirikina juu yako, kwa jina la Yesu isifanikiwe. Nasema kwa jina la Yesu isifanikiwe. Na ikiwa kuna ushirikina wowote ambao umewahi kufanywa juu yako, natangaza kwa jina la Yesu uvunjike. Uvunjike kwa jina la Yesu. I see you have 3x. Ndio wala ni watoto watatu, kwenda huko. Watoto wangu sio x. Ni watoto. I want to announce to somebody today, God wants you to go beyond challenges. Because hizo changamoto ndio zimekufanya umeacha njia za Mungu, ukaanza kutafuta watu ambao watakupatia maneno mazuri. Unaanza kuingia kwa mahali. Kuna mhubiri ambaye alitoka Afrika wakampeleka mahali kwa nchi fulani ili kwamba aende apewe nguvu ambazo zitafanya kanisa yake ikomae. Tulielezwa tukiwa na wewe. Na alipoenda huko, akaenda akaketi, wakamwambia itakuwa time yako, taingia huko ndani, na huyo mzee wa huko ndani ndiye anapeanaga nguvu. Na huyo mhubiri alikuwa mtumishi wa Mungu mzuri sana. Na akakaa hapo akangojea, alafu wakati wake ulipofika wakamfungulia aingie. Alipoingia kwa mlango hivi, akakuta ile room ambayo watampatilia nguvu ndani, yote imejaa nyoka peke yake. Nyoka nyingi, wakamwambia ingia. Huko ndio utapata nguvu. Akaogopa, lakini alipokanyaga kwa mlango hivi, nyoka zote zikakufa. Wakamwambia rudi. Akarudi. Wewe ni nani? Sasa mimi ni mtumishi wa Mungu, ninaambia mtanipea nguvu. Wewe kenye unabeba kimeua nyoka zetu. Akasema kai. Hawa ndio wanapeanaga nguvu. Lakini nguvu zenye niko nazo mwenyewe, hata baada ya kubackslide, zinaua nyoka zao. Akarudi mbele za Mungu akamwambia, Baba nihurumie, niko mjinga. Wewe nataka kukutangazia kitu, mtoto wa Mungu. Kenye unabeba ndani yako kina nguvu kuliko wachawi wanaokuzunguka. Kenye kinakaa ndani yako kina uwezo kuliko warogi wanaokuzunguka. Acha kufikiria utapata suluhisho nje. Suluhisho yako iko katika Kristo. Ukimkumbatia vizuri, yeye ndiye anainua. Ukimshika vizuri, yeye ndiye anafanyikisha. Kama unaamini sema haleluya. Ninaona
ni kama vile Mungu hajibu haraka, utatafuta nini mtoto wa Mungu? Adebo yeye akasema, lile ambalo Mungu hajanipa siwezi kutaka shetani kunipa, kwa sababu ninajua kitu moja, kenye Mungu hana shetani hawezi kuwa nacho. Alo, unasumbuka na changamoto gani mtoto wa Mungu? Huyo Mungu wako ambaye amekuruhusu kuingia katika changamoto hiyo kwa dakika inayofaa, atakuondoa katika changamoto hiyo. Ukibakia mwaminifu kwa Mungu, usiangalie changamoto, uangalie Mungu wa mbinguni, kwa muda unaofaa atakutoa katika changamoto. Kama unanisikia sema haleluya. Leo unaweza kuwa hauna kazi lakini uko na afya. Unaweza kuwa hauna pesa kwa mfuko lakini uko na chakula na hujui unaishi namna gani, kwa sababu wakati wowote changamoto inapoinuka, muujiza ya kupinga changamoto unatokezea bado, ili kwamba unapotembea. Biblia yangu inaniambia wakati alijua amewaingiza katika jangwa. Alo, hiyo ni kitabu cha Nehemia. Biblia inasema walipoingia katika jangwa, nguo zao hazikuraruka wala viatu vyao havikupashuka, walikomaa pamoja na nguo zao. Mungu alijua wakiwa katika jangwa hakuna taya, kwa hivyo mimi nitaprovide kwa jangwa. Changamoto yako iko na suluhisho. Wewe acha kuangalia changamoto, angalia suluhisho. Acha kuangalia shida, angalia Mungu wa suluhisho. Mungu alijua katika jangwa watahitaji hiki. Ndio kwa maana aliwapa mana, ndio kwa maana aliwapa kwale, ndio kwa maana aliwapa maji, na ndio kwa maana aliwasaidia kutembea na wao. Mungu aliwapatia kila kitu walihitaji. Mchana alitembea na wao kwa pilo, anawapatia pilo hapo ambao inatembea nguzo inawaongoza kuonyesha njia, na usiku anaweka moto inawaonyesha njia, ili kwamba awaonyeshe ya kwamba hata katika jangwa bado mimi ni Mungu wenu. Hakuna changamoto iliyokuu kuliko Mungu. Mungu akiruhusu ana sababu. Angalia jirani yako, mwambie ni Mungu. Basi tulia. Kila kitu unaona shetani. Siku gani utaona Mungu kwa changamoto yako? Muda wa siku 40 watoto wa Israeli waliona Goliath kama ni mlima ukiwaangukia watakufa. Alo? Unajua watoto wa Israeli walikuwa wanaenda kwa vita kwa nyimbo wakiimba, tunashinda, tunashinda, tunashinda. Wanaenda kwa vita. Hiyo nyimbo zao, tunashinda. Walipofika mbele wakamwambia, leo hamshindi vile mnafikiria. Hapa hatupigani sote kwa pamoja. Unajua kuna watu wamependa maombi ya pamoja. As long as mtumishi wa Mungu Dudu anasema, "Inua sauti yako tuombe, tuombe." Na unasikia sauti tu, hata kuna mwingine haombi. Niliona kuna mwingine ataluka wanaibia. Akienda sehemu ya mwenyewe anaomba raba, anakuwa ra. Akirudi kwa huyu huko wa rere, anakuwa re. Ndio akikaa katikati anakuwa ra. Kwa sababu ataluka anaenda ataibia. Wana wa Israeli nao walikuwa wamezoea vita ya pamoja. Kila wakati tunapigana pamoja, na wenye wanakufa, lakini tuko na motisha, tunapigana pamoja. Leo Wafilisti wakawaambia, leo hakuna vita ya pamoja. Mulete mtu mmoja na sisi tunaleta mtu mmoja. Chagueni kati yenu mtu mmoja ambaye atapingana na sisi. Akitushinda sote tunakuwa watumwa wenu, na tukimshinda mnakuwa watumwa wetu. Hiyo jeshi yote iliposikia hivyo, nafikiri waliangalia wakasema, nani anapigana? Naweza kupigana. Okay, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Eliabu. Mimi wanaangalia Eliabu, wanaona hii ni mwanaume. Eliabu, songa hapo utapigana. Eliabu anasonga hapo, akisimama hivi wanasema, tumeshakuwa na wetu. Wakasema, na sisi wetu wanakuja. Goliath akatokezea. Eliabu akajiuliza, huyu ni mtu ama ni watu? Akamwambia mfalme, angalia mwingine wao. Bado familia yangu ni ndogo. Angalia mwingine wanaweza fanya hivyo wao.
Watu wengi wako na kiburi kwa sababu wako tu katika uwepo ya wengine. Acha apike tu hapo nje. Asikie kajina kanauma. Ameze pana ndio ikatae. Mimi niliwaambia Mungu. Siamini. Jamani, mbona katikati ya wengine ulikuwa nalifurahia waliponiambia tende, nyumbani kwa Bwana tende. Hata ufike nyumbani, landlord apige hodi. Ndio unaona hiyo nyumbani mwa Bwana. Ndio hapa sasa. Na muda wa siku 40 kila asubuhi, Goliath alikuwa anakuja na wauliza, hamjamaliza consultation? Wakimwangalia wanasema, nani iko tayari kufa? Alo, nafikiri Waisraeli walikuwa na tabia ya Bantus. Hakuna watu wanaogopa kifo kama Bantus. Bantus, me I am one of them. Ndio kwa maana hata unakutana tunazikaga haraka. Hatutaki tu tuone maiti. Kifo. Nao hawataki, nani yuko tayari kufa? Unajua shida ya kufa, ukikufa wewe ndio unaenda. Wengine wanabaki. Na hito tote tunakuja. Unajua changamoto inakufanyaga unaanza kuona realities. By the way, na watoto wangu ni wadogo. Hapa sasa inabidi nianze kwanza kuwapangia gisi ya kuishi. Siwezi enda kujiweka. You have to think twice. Hakuna ku think twice, ni woga. Uko na woga. Na muda wa siku 40 kila asubuhi anaamuka Goliath, anaanza kuwatusi. Ushaona mtu anakutusi mpaka unakubali matusi? Uko umbwa, ndio papa. Uko mjinga. Asante. Wewe mjinga sana. Mungu apesi. Unacheka? Hapana papa. Goliath akaanza kuaibisha wana wa Israeli, vile wewe maisha iko na kuaibisha. Anaamuka na waambia, nyinyi mnajiita eti nyinyi ni taifa ya Mungu. Mungu mgani? Kama mko na Mungu mkuje tupigane. Halo. Na wote wenye walikuwa wanaenda mbele kwa vita anaanza kai. Mfalme alikuwa mtu wa vita ya nguvu sana. Yeye mwenyewe anakaa hivi. Na kijana mdogo anaitwa Daudi anapewa chakula apelekee ndugu zake wakule ndio wapigane. Kumbe kazi yao kukula na kujificha. Nawaambia sisi hapo BMI tutajaza hivi overflow. Twende tufanye evangelism. Pastor, unajua kibarua inatushika mpaka 6. Overflow ndio ulisema sasa. Kama kibarua inakushika mpaka 6. Sio kibarua. Unaogopa kwenda kuhubiria wale watu wanakujua. Ushomo unajua mtu Bwana asifiwe anakuuliza alifiwa. Kwa sababu haamini wewe unaweza sema Bwana asifiwe. Hali zako na Bwana asifiwe havifanani. Changamoto. Zaidi tukisema tunaenda kuhubiri kwenu mahali unatoka. Watu wa huko wanakujua wewe ndiye maajabu. Na sisi tunakuwa tunasema wewe ndiye head leader. Kumbe tukirudi huko watasema kama wanaenda kanisa hilo hatuendi. Huyu pastor wanasema hivyo kwa sababu siku moja landlord alikuwa anasema tu niwalipisha na nikawa tukapigana tu mimi na yule mama hapo, lakini changamoto. Daudi akafika hapo akauliza, nimeleta chakula lakini nini inaendelea huko? Watu wakamwambia, tuko hapa muda wa siku 40. Hakuna mtu ameshafungua kinywa chake. Hapa kila mtu ni kujiangalilia na macho. Akasema nini inaendelea? Wakamwambia kuna jamaa ametunyamazisha sote hapa. Amesema mwenyewe kuna uwezo wa kufanya kitu. Aifanye amchape. Hakuna aibu. Kama mwanaume aingie kwa nyumba yako mbele ya mke wako, akupige makofi.
anakupiga makofi mbele ya mke wako na anakuambia ukifungua nitapiga mke wako naye. Unamwambia baba sifungui. Akiondoka kutoka siku hiyo unakuwa wewe ndiye mke. Watoto wa Mungu, hatuko wanaume kwa sababu tunakula sana. Tuko wanaume kwa sababu nguvu zetu zinaturuhusu kufanya zaidi ya kenye wengine wanafanya. Am I talking to somebody? Mungu hatakupea cheo kiroho kwa sababu unajua kucheza cheza. Mungu atakupea cheo kiroho kwa sababu kuna ngazi za vita umeshinda. Kuna vita umekataa haziwezi kukushinda. Kuna magumu na changamoto ambazo umekataa haziwezi kukushinda. Naongea na mtu hapa. Kama ungali una shida, changamoto ya kutoa fungo la 10, basi usitarajie mambo yawe rahisi. Kwa sababu kuna ngazi za kushinda, unarahisisha mambo. Halo? Ninajua ninaposimama hapa, kuna pepo ikitumwa itakataa kuja kunipiganisha. Kwa sababu inajua anko yake nilimupigana. Kama anakuaga. Halo? Niliwaambia nilikuwa na rafiki yangu hapa. Anaitwa Pasia, walienda kufanya mkutano mahali, nimefika kwa hiyo kanisa. Huyo mkanisa ukienda kufanya mkutano, ukiingia hivi, kutokezea tu kwa mlango, cha kwanza ambacho unaambiwa na pasta, karibu sana baba. Umefika? Unasema ndio. Kabla haujaoga, kuja kwanza. Wanakupeleka nyuma ya kanisa, wanakuambia baba, ulikuja kufanya mkutano na mimi ndio nimekualika. Lakini sitaki wakuja kusema sikukuandaa. Nilijuaga alika mhubiri mwingine miaka 3 imepita. Alipofika hapa tu kusimama kwa madhabahu, wakamkonga kitu kwa kichwa katika mambo ya upepo, akaanguka, kaburi yake hiyo. Mwingine alikuja hapa akafura tumbo baada ya siku moja, kaburi yake hiyo. Mwingine alifikaga hapa miguu ikakataa kufanya kazi, akakufa, kaburi yake hii. Wako kama na kaburi 6 hapa nyuma ya kanisa. Kisha nakwambia baba, ndio kwa maana tumekuita wewe. Kwa sababu mwenye tuliita last time alipofika hapa, tulipomwonyesha alituomba fare na alirudi. Utahubiri hapo ndio nasikia nitaomba kwanza, nitauliza Mungu kama nitaka nikuje kufanya mkutano. Umeshafika mhubiri, maana yake Mungu alitaka. Halo? Lakini unajua sisi tumezoea tu mahubiri yetu hapa kwetu Kenya ni kwamba unasimama tu utabarikiwa, amen, utainuliwa, amen. Una mahali unasimama hivi, unaangaliana na mchawi hivi, alafu anakuambia hubiri yako ya mwisho. Lakini waliobeba Mungu hata wakikutana na changamoto za aina gani, huwa wanatoka na ushindi, kwa sababu Mungu hajawahi kunja goti yake mbele ya changamoto. Mungu ni Mungu wa suluhisho, sio Mungu wa changamoto. Natangaza suluhisho kwa maisha ya mtu, natangaza suluhisho kwa maisha yako, natangaza suluhisho kwa maisha yako. Kama unaamini sema haleluya. Daudi akauliza nini inaendelea? Wakamwambia sikiza Daudi, muda wa siku 40 tuko tunatusika hapa na tunakubali. Daudi akawaangalia kisha akawaambia, nani mwenye anapeana ruhusa ya kupigana? Ndugu zake waliposikia kwenye ujinga unamfikisha, wakamwangalia wakamwambia, wewe chakula ndio ulileta, chukua sahani zako rudi nyumbani. Biblia inasema alipoona ndugu zake wanaanza kumwambia anakuwaga na kiherehere, akasonga kando, akauliza wengine. Inamaanisha nini mtoto wa Mungu? Mahali roho yako inakuambia utatoboa, watu wakikuambia hautatoboa, usirudi nyuma, tafuta wengine ambao watakuambia utaweza. Una mahali utasema hapa nitaweza, wanakuambia wewe utaweza hapa. Fulani alijaribu hapa akashindwa. Fulani alijaribu hapa akashindwa. Fulani alijaribu hapa akashindwa. Wewe utaweza. Daudi hakusikiza wale, akasonga akauliza wengine. Lakini akawauliza swali tofauti. Akawauliza atapewa nini? Atapewa nini mtu ambaye atapigana na hiki kijinga? Wakamwambia
atapewa ruhusa ya kutokulipa tax katika Israeli, yeye na familia yake. Akachapa hesabu akaona, hii vita ninapigania ndugu zangu. Wajinga ndugu zangu wanasimama hapa muda wa siku 40 wako wanatusi na wapigani, kisha nipigane eti tusilipe tax. Kwanza mimi niko na miaka 17. Israeli sifai kulipa tax. Maana nipigane Eliabu na Shama na Yonadabu wapate haki ya kutokulipa tax. Uongo hiyo sichukue. Nini ingine? Akamwambia sio hiyo tu. Unajua msichana wa mfalme ambaye anaitwa Milka. Akauliza nani? Wakamwambia the beautiful Milka atakuwa mke ya mwenye atapiga hicho. Akasema nitapigana. Alo, watoto wa Mungu, taka kila wakati ujue unapata nini kwa vita hiyo unapigana. Kuna vita vingine havina malipo. Acha kupigana navyo. Vita ingine haikulipi kitu. Sasa nikuulize, unapoenda huko nje unaniteta, unapata nini? By the way, kuna mtu niliona mwingine anakuja anaingia na karibu ya Pastor Action akampea kibasha. Kibasha. Nani anakuambia sio mahitaji imeandikwa ndani? Akampea kibasha, na alipompea kibasha, Pastor akakiweka hapo. Nitaka nikiweke wapi? Kwa kichwa. Kuna mambo mengine unasema hayakulipi, hayakusaidii. Kuna vita nyingine una engage haina malipo. Mimi sipendangi vile wale watu wa presidentship wao wanaimba. Wewe ndiye Mungu. Kwani wewe ndio wanakwambia una praise? Utakasirika, uwachukie na wataendelea tu. Ni vita haina malipo. Mimi nikiona tu yule dada anapita hapo, anatembea kama maringo, unataka atembee kama wewe? Alo, akana jirani yako mwambie pigana vita italipa. Pigana vita ambayo itakulipa kitu. Acha kupigana vita haina malipo. Kama unanisikia sema amen. Kuja yangu kanisani, mahali ninakaa, kenye ninafanyia Mungu, vile ninasifu haikuoni kitu. Acha nifanyie Mungu kwa sababu mahali amenitoa na mahali amekutoa ni tofauti. Mahali ameniokolea na mahali alikuokolea ni tofauti. Sasa vita vingine havina malipo. Daudi akasema kama ni Milka nitapigana kwa sababu ninamtaka. Na Daudi alienda kwa vita, akili yake yote iko Milka. Wewe hiki kitakuwa. Mimi ninaona nyuma ya hiki nani? Hiki kijamaki kinasimama hapa. Ninaona nyuma yake ni Milka. Mimi Daudi wa wenyewe, siku gani ningelivaa hizo nguo zangu za kuchunga kondoo niende nikatie kwa nyumba ya mfalme. Nione tu ninatokezea. Eti hai. Wewe ni nani? Mimi kijana ya Jesse. Padre yangu anaitwa Jesse. Unakuja? Mimi nakuja kucheki. Milka iko. Hakuna siku Daudi angekatia Milka. Sasa yeye ameona opportunity ya kupata msichana mwenye hajakatia na anampenda. Mimi utaniua lakini nitapigana. Haleluya. Naomba Mungu akupatie kuona kenye kinasimama nyuma ya vita yako. Kuna zawadi nyuma ya vita yako. Ni kwako kuamua kama ni obstacle utaona ama ni opportunity utaona. Kenye utaona kitahakikisha kama utashinda ama hautashinda. Katika kila obstacle kuna kuwa opportunity. Ni Mungu tu kukufungua macho uone opportunity katika obstacle. Daudi alijua leo ninataka kupata kenye sijawahi kupata. Haleluya. Kenye kilifanya Daudi apigane ni kwa sababu alijua ya kwamba kuna nabii anaitwa Samueli alikuja kwetu akanimwagia mafuta, akaniambia nitakuwa mfalme wa Israeli, na hiyo mafuta haiwezi kufa kabla sijakuwa mfalme wa Israeli. Kwa hivyo vita vyote nitakavyo vikutana havina uwezo zaidi ya mafuta niliyo nayo, kwa sababu mafuta ni ya kifalme. Nitapigana vita vyote
Mungu wa wafalme atanipa nguvu za kushinda. Je, kuna ahadi kwa maisha yako? Hiyo inatosha. Vingine vyote tunavyovikutana kwa njia, as long as ahadi inasimama, pigana navyo. Ukipigana navyo, ahadi itakutetea. Ninakuja kutangazia mtu hapa, ahadi ndiyo uzungumza. Wakati mafuta yamemwaga kwako, Bwana akasema atakuinua. Hata wangelifanya nini, kuinuka utainuka, kufanikiwa utafanikiwa. Usiangalie vita, angalia ahadi iliyowekwa juu yako. Kama Bwana alisema atakuinua, usiangalie unapitia nini, kuinuka utainuka. Hata masiku zikienda, hata miaka ikienda, kuinuka utainuka. Kama unasikia sema haleluya. Kama unasikia sema haleluya. Daudi alijua kuna ahadi ya ufalme, na Mungu hajaniambia kuna ahadi ya kuuawa na Goliath. Kuna ahadi ya ufalme. Hii mengine yote ni changamoto ya njiani tu, nitashindana nayo. Daudi akaenda zaidi ya changamoto, akaangalia Goliath hivi. Na ukitaka kujua ni nini ilipea Daudi ushindi, Daudi hakupigana na Goliath. Daudi alichonganisha Goliath na Mungu. Akaja kumwangalia, akamwambia, unanijia kwa upanga na mkuki, mimi nimekuja kwa jiwe? Mimi nimekuja kwa jina la Mungu wa Israeli. Huyu jamaa anashika fimbo kwa mkono. Niliwaambia siri, nikawaambia watoto wa Mungu tumeshindwa kwa vita kwa sababu tunajuaga expose silaha zote zetu tuko nazo. Dudu, uko mjinga. Hata wewe mjinga. Mimi niko mjinga, wewe mjinga fatu. Mara moja watu wote wanajua hawa ndio wajinga wa maajabu. Lakini watoto wa Mungu ambao wanabeba ahadi huwa hawajibu mpaka wanapojua jibu zao zitaambatana na ahadi wanayoibeba. Ndugu mmoja kama ananiandikia message za matusi, ananiambia Ackson kufa utakufa, Ackson utakuwa hivi, Ackson tunakulaani, Ackson utakuwa. Nikanyamaza kimya. Ninasoma message, tulikuwa tunasoma mimi na rafiki yangu wakati fulani. Ninasoma message, ninamwambia bwana, kuna haka message hapa, huyu jamaa simjui hata nini anataka, iko na mitusi, lakini nafikiri atafika mahali aliishia. Akanitusi, akose message 100. Akamaliza, akaona sijibu. Akaniandikia siku moja message, unanizarau, ninakuandikia uweze kunijibu. Nikaangalia hiyo nayo, nikanyamaza. Baada ya siku, hata hiyo haukujibu. Nikaangalia hiyo nayo, nikanyamaza. Baada ya miezi, nikasikia message kanaingia kuangalia. Bwana asifiwe mtumishi wa Mungu. Nikaacha hiyo naye. Nikasikia kingine kanaingia na kualika kwa mkutano tuko nao mahali fulani. Nikaacha hiyo nayo. Mtu mmoja kaenda kawaambia, kama haiko najibu message yako, mimi nitamnyamazisha. Kwa nini ajibu? Sasa mimi nilikuwa najiuliza nitajibu nini? Kwanza namba 1, hana uwezo wa kunilaani. Sasa hata akinilaani ni kama mwenye anajipotezea muda. Ni mpaka nimjibu ndio apate kujua kama nimejishusha kwa ngazi yake. Sasa nikwambia sisi mtoto wa Mungu, kuna watu wanakuteka kwa sababu wanataka wajulikane kwa kupitia. Ukiwajibu kupitia jina yako wanajulikana. Sasa unafaa kuwaachilia ili kwamba usishuke mahali huko. Huyo aliyewaambia nitamuonyesha, sijui siku moja anaenda sijui wapi, eti anasikia kitu na mpiga kwa mgongo hapa kama mkuki. Akajaribu kupumua akakosa pumzi. Akajaribu kupumua akakosa pumzi. Akapigia ule mwenye alikuwa ananitumia matusi, akamwambia ninakufa. Akamuombea, pumzi kaisha zaidi.
pumzi kaenda. Eti ilipofika kama saa ngapi za usiku, mwenye walikuwa naye akamwambia acha kujifanya. Kuna wakati Pastor Jackson alikuombeaga ukapona, mpigie. Akasema nani? Akamwambia Pastor Jackson, heri nife. Akasikia pumzi naenda zaidi. Akaona hii tena si mchezo, ninakufa. Kwa sababu ya hivyo akajaribu, akapitia ndani ya mke wangu, akapiga, akanipigia. Nikachukua nikasema, "Lo, basi ninakufa. Nahitaji maombi." Maombi baba. Nini nafanya? Nimepigwa sivyo nini kwa mgongo kama mkuki nafunga pumzi. Nikasema, "Bwana, kwa jina la Yesu Kristo naamuru hiyo kitu majini." Pastor, siku gani tunaweza kuonana? Nikakata simu yangu. Usipopigana vita za ushenzi, Mungu anahakikisha ni nani ako na haki. Acha kujitafutia haki yenye Mungu anashika. The fact that niko na kikolo kwa shingo hivi, kikitu kia white kwa shingo, hakijanimaanisha nitakulaani wewe. Acha niweke straight hii mambo hapa. Mtoto wa Mungu, nikisha kukubariki, sina mamlaka ya kuchukua baraka hizo. Baada ya mimi mchungaji wako kukubariki, sina mamlaka ya kuchukua baraka hizo. Isaka aligundua ya kwamba Yakobo amemdanganya na amechukua baraka, lakini Isaka hakuweza kurudisha baraka. Esau akauliza babake, "Ni hiyo tu ndio baraka ulikuwa nayo?" Babake akamwambia, "Hapana, utakuwa mtumwa wa ndugu yako." Hiyo ndio ilikuwa inabaki. Sikiza ngwambia, si mtoto wa Mungu, umebarikiwa na hakuna aliye na uwezo wa kukulaani. Nasema umebarikiwa na hakuna aliye na uwezo wa kukulaani. Mbingu zimekubariki, huwezi kulaaniwa. Haleluya. Daudi alijua siri ya kwamba watoto wa Mungu wenyewe wanashinda changamoto huwa hawaonyeshi kila kenye wanabeba. Hello, are we together? Ukikutana mtu anakuambia hapa, "I will pray and you will die," I understand. Hiyo maombi haitafanya kitu. Maombi yenye inafanyaga kitu ni maombi yenye inakuja kwa siri. Ni maombi ambayo unafanya kwa mahali yako ya kuombea kwa siri. Ukikutana mtu kila mara anakuambia, "I am praying for you, I am praying for you." Fanya kitu, call man. Fanya kitu, I'm praying for you. Leta kitu, I'm praying for you, call man. Wenye wanaombeanaga kwa siri. Nikija hapa nipige magoti hapa, na kupigiaga simu nikwambie niko nakuombea. Nikiingia kwa ofisi yangu nipige magoti nianze kukuombea, na kupigiaga nikwambie nimekuombea sana, tuma kitu. I pray for every one of you, but it is my mandate to pray for you secretly. Ni haki yako mimi nikuombee kwa kimya bila kukuambia. Kama unanisikia sema amen. Na kila kenye Mungu atakufanyia, anakufanyia, na sio mpaka anakuja niseme hata mimi unitaje kwa hiyo ushuhuda. Unitaje wapi? Mimi ni nani? Watoto wa Mungu, acha kuexpose kila silaha yenye Mungu amekupea. Halo? Umeongea sana. Sisi hapo, ukifanya hiki nitakuonyesha. Kuna mtu utaonyesha, unasema tu kimchezo anakufa, wanakufunga. Mimi ninampatia 3 days, atajua mimi ni nani, anakufa, wanakushika. Watajua wewe ni nani? Enda kimya, mtoto wa Mungu. Zarau changamoto yako. Zarau changamoto ambayo iko mbele yako. Daudi akakuja, Biblia inasema akatokezea mbele ya Goliati na fimbo. Akasimama hivi mbele ya Goliati na fimbo. Ndio Goliati akamwangalia akamwambia, "Wewe kijana, waniona mimi ni mbwa kusidi unijie na fimbo? Kijana, nitakuua na mwili wako nitaupea nyama wa pori na ndege wa anga." Nini yenye Goliati aliona? Fimbo. Macho yake ikiwa inaangalia fimbo, hii mkono ikaanza kuuza kwa mfuko.
Naomba leo Mungu atoe macho ya adui zako kwa yale ya ukweli, waone uongo, waone yenye hawafai kuona. Nasema waone yenye hawafai kuona. Goliath anaangalia fimbo, kamkono kanaanza shuka ndani ya bag. Kakasikia hii mawe, hii nyororo hii ikigusa kwa kichwa, akiwa anaangalia fimbo atajua. Akamwambia hii, akamwonyesha fimbo mzuri, akachukua mawe akaweka kwa kombeo, kikiwa kinaangalia fimbo. Wakazungusha hivi, kinaangalia nini? Kilisema umenijia na nini? Na fimbo. Akazungusha hivi. Kwanza acha nikwambie, ukisoma kwa kitabu ya vizuri kwa Kiebrania, anasema umenijia na fimbo nyingi. Na alikuwa na fimbo moja tu. Kumbe utaelewa hii vita haikuwa ya Daudi. Ilikuwa vita ya Abrahamu, ilikuwa vita ya Isaka, ilikuwa vita ya Yakobo, ilikuwa vita ya Yusufu. Hizo fimbo zote alikuwa anaziona kwa hiyo moja. Na huko anapelekea mawe. Biblia inasema alipoachilia hiyo mawe, hiyo fimbo ikabaki kwa mkono. Yenye alikuwa anaona. Sasa kuingia sisi mtoto wa Mungu. Kenye adui yako kuna kuogopea. Kila kitu kuna kuogopa, hapo ndio Mungu atatumia. Mungu atatumia kenye hajui. Unataka enda interview, wanakupinga. Unataka kufanya, wanafikiria wao wanakupinga. Kumbe Mungu uko nafungua kenye hawajui. Watakuja kukukuta huko mbele, wanashindwa alifika huko mbele namna gani. Walipinga fimbo, wakatumia mawe. Mahali fimbo wanaiangalia kuipinga, mawe ndio itafanya kazi. Jamani, kasikia tu mawe hapa hivi. Unajua hapa? Ikazama. Nguvu ya kusimama ikaisha. Nini ilifanya Goliath apigwe hiyo mawe? Ni kwa sababu Daudi aliamini huyu Goliath haiko vile wa ndugu zangu wanamuona. Ndugu zangu wanaona Goliath kama ni mlima, ikiwaangukia watakufa. Mimi ninaona kwa macho yangu Goliath ni mlima ambao Mungu ameifanya iwe mlima, ili kwamba nitakapotupa mawe isiende kando. Daudi alijiuliza, ikiwa mimi Daudi nazungushaga mawe kwa kombeo, ninaachilia inagonga ndege ndogo kwa hewa, iki hata nikifunga macho iki nitakigonga hiki. Jaribu yako Mungu ameifanya kuwa kubwa ili kwamba maombi yako isimisi. Nasema jaribu yako imekuwa kubwa ili kwamba maombi utaomba hapa leo isimisi. Ondoa akili zako kufikiria jaribu iko kubwa kukuua. Jaribu ni kubwa ili kwamba utakapoomba maombi yako kama mawe ya Daudi igonge na iangushe. Kama unamsikia sema haleluya. Daudi alijua hata nikigeuka hivi, nifanye hivi, siwezi kumisi. Huyu siwezi kumisi. Na alipoanguka, Biblia inasema wamama wanaendaga kwa vita. Mahali wamama walitoka hakuna mtu anajua. Biblia inasema wamama wa Israeli wakaanza kuimba, Sauli amejiuia 1,000 yake na Daudi ameua 1000 yake. Daudi ameua mtu mmoja. Ameua mtu mmoja, lakini wanaimba 1000. Kuna kitu moja utafanya italeta ushuhuda kubwa. Kuna changamoto moja utashinda, itanyamazisha changamoto zingine zote. Kuna kitu moja utasimama kushindana nayo, na njia ya kushinda changamoto haiko mbili. Jua ya kwamba Mungu anayekuruhusu uangaliane na changamoto ana uwezo wa kukushindia changamoto. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Niliwaambia hapa watoto wa Mungu, mtu anaitwa Musa. Sema Musa. Musa. Nataka tuombe tu kwa dakika moja. Mtu anaitwa Musa anakuja mbele ya wana wa Israeli wakiwa wanafanya kazi ya utumwa huko Misri. Anakutana Mumisri anatesa Muisraeli. Musa anakuja anamwangalia hivi huyo Mumisri, anamwekelea moja. Unajua moja?
anaambia Waisraeli, mnisaidie tumfunike. Anamfunika kwa mchanga, anajua story imeisha. Kwa sababu walioona peke yake ni watu wa kwao. Mtoto wa Mungu, unajua hakuna changamoto mbaya kwa dunia kama yenye unapewa na watu wa kwenu. Ndio kwa maana Yesu akasema nabii hana heshima kwao. Unaweza kupewa mahali pengine uongee, watu wanabarikiwa. Ukirudi kwenu unataka kuongea, wanakwambia utasema na utasema, na wakianza kukutajia vile ulipobaaga. Wewe kwanza ulikuwa unakimbia unafuata mama akienda kwa soko, siku ya soko ulikuwa unakimbia unamfuata hapo kwenda unalialia. Kwanza ulikuwa unatoka makamasi wewe. Kasauti kanaanza kukwambia kweli sina cha kusema. Kakitu kanaanza kukuconvince kwa sababu watu wa kwenu wamekupea changamoto. Hakuna shida kama ukutane na watu wa kwenu ambao wameamua kukumaliza. Ndio kwa maana Biblia inasema adui wa mtu ni wa nyumbani yake. Mtu wa nyumba ya mtu ni adui yake mkubwa, kwa sababu akiamua kumpea changamoto, anakupea changamoto na kitu anajua. Fact ziko kwa meza. Lakini leo nimekuja kukutangazia, adui zako wakiwa na fact ama hawana fact, Mungu ambaye ninamtumikia akupeleke juu ya changamoto zako. Mungu ambaye ninamfanyia kazi akuinue zaidi ya challenge zako kwa jina la Yesu. Nasikia wanakuuliza, unatuambia nini? Juzi walikuibia, walikuambia hiki. Juzi ulifanya hiki. Siku nyingine ulifanya hiki. Wanakutajia vitu ambavyo wanajua kwa sababu ni watu wa kweli. Lakini ninakutangazia, Mungu aliyekuchagua atakuinua zaidi ya kile kile watu wa kweli wanajua. Zaidi ya kile wafanyakazi wenzako wanajua. Haleluya. Nasema haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Nasema haleluya. Kuna mtu ambaye anakungojaga tu siku taongea ndio akwambie kale ka kitu kenye anakuwekeaga, kenye anajua akikwambia katakuvunja vunja. Na huyu Musa naye alijua hiyo ni siri, na wenye wanaijua tu ni watu wa kwetu. Alipokuja kukutana wa Israeli wale wanapigana, akawaambia, ndugu zangu, nyinyi ni watoto wa moja. Kwa nini mnapigana? Tulijua. Unataka utuue kama vile ulivyoua Mumisri siku hiyo. Unafikiria hatukujui? Tunajua leo. Musa akasema, "Gani? Mimi nimewaamua tu. Unatuamua aje?" Wakampea changamoto, wakamuuliza, "Ni nani alikufanya muamuzi na mtawala juu yetu?" Swali ni hii. Unafikiri Musa angelienda mbele ya Farao amwambie, "Farao, niliua mtu na nikamficha kwa mchanga"? Unafikiri Farao angeua Musa? Farao angelifanya Musa kitu? Musa alikuwa na uwezo katika Misri ya kuua yule mwenye anataka. Kwa hivyo sio hiyo ndio ilifanya Musa anakimbia. Kilichofanya Musa anakimbia ni swali, ni nani aliyekufanya wewe kuwa muamuzi na mtawala juu yetu? Musa akagundua ya kwamba hawa watu wamenikataa. Sasa nikwambie siri, mtoto wa Mungu, kuna mahali mambo inakani kama umekataliwa, lakini kama Mungu wa mbinguni ndiye alikuchagua, ikatae ama isikatae, utaingia pale. Kuna cheo Mungu ameandaa juu yako, basi wakatae wasikatae, utaingia kwa hiyo cheo. Kuna kiti Mungu ameandaa juu ya mtu, walete changamoto ya aina gani, ikiwa ni Mungu amekuchagua, atafanya vyenye vinahitajika, utaketia kiti hicho. Kama unasikia sema haleluya. Ni nani amekufanya muamuzi juu yetu? Sikiza nikupatie background. Wakati Yakobo aliongea juu ya watoto wake, aliwatangazia hawa watakuwa waamuzi. Wenye alisema watakuwa waamuzi ni watoto wa Dani. Sema Dani. Sema Dani. Watoto wa Dani ndio watakuwa waamuzi. Akasema watakao kuwa watawala wafalme ni watoto wa Yuda. Sema Yuda. Musa alikuwa mtoto wa Lawi.
Are we together? Kwa hivyo waamzi ni wa Dani na watawala ni wa Yuda. Musa iko kuhani kwa sababu makuhani ni wa nyumba ya Lawi. Halo. Na akawapatia kila watu saini yao. Akawaambia, nyinyi watoto wa Yuda, utawala wenu utajulikana kupitia fimbo ya ufalme. Na nyinyi watoto wa Dani, uamuzi wenu utajulikana kupitia, mtakuwa kama nyoka. Halo. Hiyo ni kitabu cha Mwanzo sura yake 49. Ukisoma utaona hapo. Musa walipomwambia hivyo, akagundua ukweli, siko mtawala na siko muamzi, akakimbia. Wewe uko hapa leo mtoto wa Mungu. Kuna wale wamekupea changamoto na ndio kwa maana hauko tena unafanya kazi ya Mungu vile unafaa kuifanya. Kuna wale wamekupea changamoto na ndio kwa maana hauko tena unatumika kwa ofisi vile unafaa kutumika. Kuna wale wamekupea changamoto na ndio kwa maana hauna tena furaha katika hiyo relationship vile unafaa kuwa. Ulienda sijui madailaka kuangalia kakamia, who are you? You are good for nothing. Na ndio kaanza ugopa. Kama ni wako, sio madailaka kuoa. Changamoto itakuja lakini chako utakipata. Musa akakimbia na Mungu akagundua Musa amekimbia, lakini nitamfunza ya kwamba mimi ndiye Mungu wa suluhisho. Biblia inasema Musa akichunga kondoo katika kichaka, Mungu akamtokezea na akamuita. Akasema, Musa! Musa kugeuka akamwambia, ondoa viatu yako, mahali unasimama ni pahali patakatifu. Musa akaondoa viatu. Alipoondoa, Mungu akamwambia, nimesikia kilio ya watoto wangu Israeli. Nimekuchagua wewe kwenda uwaokoe. Musa akasema, kai. Kuna siku nilijaribu tu kuamua wawili peke yao. Wakanipea changamoto mpaka nikakimbia. Unanitaka niende nifanye nini? Wewe uwaokoe. Musa akatafuta excuse ya haraka. Ase Mungu, ongea. Mungu akaona hii ni uongo hii. Hii ni kinasema ni uongo hii. Sio kwamba Mungu akamwambia, nimeshaandaa Haruni ndugu yako ataongea nafasi yako. Musa kikaona sina ingine excuse. Sina ingine ya kusema. Kikamuuliza, kikaona basi sawa. Acha tumwambie ukweli. Mwambie tu ukweli. Kama Mungu watasadiki namna gani? Kama ni wewe umenituma hapo sasa. Kwa sababu kenye Musa kinaogopa ni changamoto ya kwamba hakiko kimwamuzi na hakiko kimtawala juu yao. Ndio kenye kinaogopa. Na Mungu akataka kumwonyesha ya kwamba nimesha kukufanya na kenye mimi nimefanya hakuna mwanadamu anaweza kukikataa. Ikiwa Mungu amekuchagua kwa familia yako, uwe uko na pesa ama hauna, uwe na cheo ama hauna, mkono wa Mungu ukikuchagua, umekuchagua na wewe umechaguliwa, umetosha hiyo. Mungu akamwangalia, akamwambia Musa, una nini kwa mkono yako? Musa akamwambia, ana nini? Musa alisema ana nini? Fimbo. Aliposema tu nina fimbo, ikamkumbusha ya kwamba Biblia inasema kwa kitabu cha Mwanzo sura yake 49 ya kwamba na fimbo ya utawala haitatoka katika nyumba ya Yuda. Kwa hivyo mimi sio mzaliwa wa nyumba ya Yuda, lakini fimbo imeniangukia. Hiyo haijalishi nilizaliwa wapi. Fimbo ikiniangukia, hiyo inatosha. Akaelewa yeye ni mtawala. Mungu akamwambia haijatosha, weka fimbo chini. Akaweka fimbo chini. Ikageuka kuwa nini? Nyoka. Ikageuka kuwa nini? Nyoka. Na waamuzi wa nyumba ya Dani watakuwa kama nyoka. Wewe Musa ni mtawala na ni muamzi. Hiyo changamoto ulipewa haiko yako. Una uwezo zaidi ya hiyo changamoto. Rudi wende uongoze watu wangu. Musa akaelewa yeye zaidi ya ukuhani ni mtawala na ni muamuzi. Akarudi akaongoza wana wa Israeli. Mahali ulikuwa unaogopa natangaza kile kenye unafikiri hauna, ukipate leo ili kwamba ufanye lile Bwana amekuambia kukifanya. Changamoto uliyokuwa nayo iondoke leo, upate suluhisho yako kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Rabo shangana. Rabo baba ndo kitu shikayana. Riji broka yanda baba.
Kila mtu ambaye anahisi kwa maisha yake alikuwa anasonga, lakini kuna mahali alifika, kuna changamoto ni kama inamfanya na stagnate. Mahali pote pale uliko, inua mkono wako juu. Kuna mahali umefika unakutana ni kama kuna changamoto inakufanya usiendelee. Mahali pale uliko, ukisha kuinua mkono kuja mbele, kuja mbele. Kuja tu hapa mbele tuombe. Kuja tu hapa mbele tuombe. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Wanadamu nani wa kusimama mbele zako? Ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Baba, ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Jehova akisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Baba, ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Mikononi kunaposema Baba, ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Jehova, ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Jehova, ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Baba, ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Jehova, ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Baba, ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Jehova, ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Fungua tu kinywa chako katika moto, mwambie Bwana, nipeleke zaidi ya changamoto zangu Bwana. Ninaamini uko shamba, ninaamini uweza
ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. 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 Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna.
ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Shikaneni mikono mahali hapa kuliko, shikaneni mikono zote, shikaneni mikono wale wenye wamebaki hapo. Shikaneni mikono nyinyi wenye mmebaki hapo. Shikaneni mikono alafu muinue hiyo mikono yenu juu. Inueni mikono yenu juu. Kuna Asha mwenye anaweza saidia huyu dada huyo mtoto. Nasimama sasa kwa uwezo niliopewa na Mungu na kwa ile mamlaka iliyoachiliwa juu yangu. Mahali maisha yako ilifaa kufika na changamoto zikakufungia njia, kwa uwezo niliopewa navunja kila changamoto ndani yako. Shika mikono vizuri, kwa sababu moto ya Mungu inaenda kushuka kwa wale wenye wako karibu yenu. Moto, 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 moto. Naachilia sasa moto ya Roho Mtakatifu kuchoma kila nguvu zilizokuletea changamoto. Kila mahali jina yako ilitajwa, kila mahali ambapo ulitajwa, kila mahali ambapo uliachiliwa, kila mahali ambapo uliandikwa, kila mahali ambapo uliwekwa, naachilia moto, moto, moto. Ichome sasa kila nguvu ambazo ziko za Mungu ziungue, kila nguvu zisizo za kimungu ziungue, kila
changamoto iliyosimama mbele yako na iamuru ianguke na kukuachilia. Toka, 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 toka. Ewe changamoto uliyomfanya aishi mahali pamoja kwa miaka, aogope kuendelea, akose lile ambalo alilitaka, na kwa huyu toka, toka, toka. Naachilia moto, 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 naachilia moto. Moto wa Mungu utembee hapa sasa. Kata kila changamoto, dharau za maisha, dharau za kukataa kukupea cheo, dharau za kukataa kukupea kazi, dharau za kukataa familia yako haikutaki tena, dharau za kukufanya ukawa unafukuzwa, unakataliwa. Naachilia moto, naachilia moto. Moto ichome na ingoe kila changamoto kwa maisha yako. Toka leo, wekwa huru sasa, wekwa huru sasa, wekwa huru sasa. Haleluya, 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 haleluya. Asante Roho Mtakatifu, 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 asante Roho Mtakatifu. Asante kwa kungoa kila changamoto iliyosimama mbele yetu. Asante kwa kutufungua, asante kwa kutuweka huru. Oh, haleluya, 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 haleluya. Amen. Patia Bwana makofi mazuri. You can go back to your seat. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Ikiwa uko hapa na wewe ni mgonjwa, kimbia upokee uponyaji kabla tuondoke. Ikiwa uko hapa na unahisi uchungu kwa mwili wako, kimbia hapa mbele. Ikiwa uko hapa na wewe ni mgonjwa, kimbia, 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 kimbia. Ukifanya hivi ndio inauma. Kwa hivyo saizi inauma. Okay. Wow. Tunaenda straight mikono yetu kwa huyu ndugu ili kwamba Mungu amponye. Inaumia wapi? Hapa. Hii ndio inauma. Hii.
Asante Mungu kwa kupigwa kwako tulipona. Naamuru hii uchungu ya mguu hii iondoke sasa, na yeyote iliyoficha ndani yake isitajwe tena kwa jina la Yesu. Amen. Tekeza mzuri. Jisikize mzuri, jisikize. Inauma. Ayumi. Jisikize tena sana. Jisikize tena sana. Ayumi. Inauma saizi. Ukija hivi katolea. Sasa nikuombee nini? Asante Mungu kwa kumponya hiyo kichwa iliyokuwa kimsumbua na haitamsumbua tena kwa maisha yake. Amen. Kwenda ndugu yangu akija hivi ikapona sasa. God bless you. Na wewe nini? Kwa hivyo hiyo mkono inauma. So hiyo mkono ukifanya aje? Kanauma kabisa. Alikuwa involved in an accident, na kutoka hiyo siku hiyo mkono akifanya chochote inauma sana. Hata akipiga makofi, si ndio? Kuna watu wana nguvu za kubeba maumivu na ukatulia tu. Ukaona pia makofi ya nini? Hivi. Acha mchezo kijana. Na shingo ukifanya aje? Songea hapa hivi kwa sasa. Tuone kwanza kama Mungu atakuripea kidogo. Wow. Unataka tuanze na nini, shingo au mkono? Sawa. Toka leo maumivu ya hiyo shingo, impact yenye hiyo accident ilikuachiaga, ninaifukuza. Kutoka leo hiyo shingo itatumika bila shida. Kwa jina la Yesu Kristo. Ndio hiyo shingo. Inauma. Twende kwa mkono. Unasema hii mkono ukigonga ndani, na jaribu na hii kwanza. Ukigonga ndani vinauma. Baba, ninataka kupiga kwa hii mkono. Nitakapoigonga ndani, vile vile atasikia amani na iwe hivyo milele. Kwa jina la Yesu. Amen. Inauma. Inauma. Kuna yangu ya kidaro. Mister. Weka chini. Ninaendaga gym, nilisahau kama wao waendaji. Unaendaga? Inauma. Jaribu. Ayuni. Tena kwa wende bani. Tukipiga makofi mkono na mwimbaji mzima. Niaje? Hey, Joy. Niaje mtu wangu? Hivi tu kwa hapa manake walisema shule ulikuwa unasikia vibaya, sasa wakasema uende. Rudi shule, sawa? Shida ni hata sasa hivi kama hiki choko anatafuta nini? Can we straight our hand toward this God? Thank you, Jesus. Healer, mighty God. Never again. Never again.
in Jesus name. Ewe maumivu uliyojificha ndani ya kichwa hii, toka na usirudi tena. Huyu mtoto arudi shule sasa, kwa sababu daktari watakonfirm ya kwamba hana shida yote hiyo. Amen. Kwa sababu eti nini? Kifua na kuuma. Kifua. Kifua ina. Niangalie. Kwani kifua na kuuma? Naamuru maumivu ya kifua itoke sasa. Just stretch your hand to this guy. Toka sasa, maumivu ya kifua. Ondoka na magonjwa yaliyomsumbua ya kifua yasirudi tena kwa jina la Yesu. Amen. Hii ni kifua kweli. Shetani usimsumbue tena. Toka ndani yake, usimsumbue tena. Toka. 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 Zaidi ya kifua. Kuna katuko ka shilingi moja hapo. Dili nako kabisa kasi. Eti. Unauma? Wapi? Kichwa. Ni yeye umeleta. Wewe uko sawa? Wende basi. Father, we thank you and we bless you. Tunasikia vizuri wakati tunaona ukifanya miujiza. Asante kwa kutoa uchungu kwa hii kichwa na kwa kuiweka kwa uhuru kwa jina la Yesu. Amen. Sikiza kichwa yako mzuri. Sikiza tu ndio kama inauma. Kayuni. Mahali pote pale ulikuwa tu mikono yako mbili juu. Sema Bwana Yesu, nakushukuru. Liz. Kaliana kitambo. Ino mikono yako sema Bwana Yesu, nakushukuru kwa kuniondolea changamoto. Umenifungua macho nikajua mimi ni zaidi ya changamoto yangu. Imani yangu kwako ni zaidi ya vita ninavyopitia. Umenichagua, una sababu. Napoondoka hapa leo, kila kilichonisumbua hakitanisumbua tena. Kila kilichonitesa hakitanitesa tena. Niko huru, niko sawa, niko mzima. Mungu umenisaidia na kushangilia kwa wema. Stand on your feet.